Wizara ya Maji, Mheshimiwa Rais, ilikuwa wizara ya kero na lawama. Katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilipokuwa inapitishwa bajeti ya Wizara ya Maji, waziri wa maji ilikuwa ni tumba joto. Miradi mingi ilikuwa imejengwa chini ya kiwango. Fedha zimetolewa lakini haitoi maji. Kiongozi ukienda kuzindua mradi, ukiondoka unaondoka na maji yako, maji hapatikani tena. Mheshimiwa Rais, fedha nyingi zilitolewa lakini matokeo hayapo. Tarehe 22 ya mwezi wa 4 2021, kwa mara ya kwanza unavyohutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulitoa maelekezo mahususi katika wizara yetu ya maji. Ulisema ya kwamba wewe ni mama, asilimia kubwa wanaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hautaki kusikia, hautaki kuona wamama wa nchi hii, wamama wa Busega wanateseka juu ya adha ya maji. Haya ndio maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, wa mama wa taifa hili wameteseka kwa muda mrefu kwenda kutafuta maji maeneo mengi ya Tanzania. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu wana Busega, nataka niwaambie ndugu zangu wana Simiyu, baba wa taifa alivyoanzisha falsafa ya kuuwasha mwenge wa uhuru na kwenda kuumbandisha mlima Kilimanjaro, ilikuwa na malengo uende ukamulike sehemu ambapo hapakuwa na matumaini, uende ukalete matumaini. Sehemu ambapo palikuwa hakuna upendo, pamejaa chuki, uende ukalete upendo. Uende ukalete sehemu ambapo pamejaa dharau, yende ikalete faraja. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hapa Busega na mkoa huu wa Simiyu na Watanzania katika eneo la maji walipoteza matumaini. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwenye ujenzi huu mradi mkubwa wa maji hapa Simiyu, umerejesha matumaini makubwa kwako mwenyewe na Chama cha Mapinduzi. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wapo watu walisema kwamba haya mambo wakati mwingine hayawezekani. Nataka nikukumbushe Mheshimiwa Rais, mtangulizi wako hayati John Pombe Magufuli aliwahi kusema katika hotuba zake, hakuna sekta ambayo inamtesa kama sekta ya wizara ya maji. Aliwahi kutoa maelekezo kwa bosi wangu wakati ule, Mheshimiwa Profesa Mbarawa, akamwambia kutokana na changamoto hii ya maji, hebu vuta japo bangi ili basi yawezekana wananchi wakapata maji. Mheshimiwa Rais, hii ni dhamira, hii ni jitihada ambao umeifanya kwa maksudi kwa muda mfupi. Umetupa malengo vijijini tupeleke maji 85%. Leo mwezi Juni tumeshafika 83%. Cheze ya Mama Samia. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatutaki ubishebishe, tunakwenda kwa data. Lete hoja, tutakujibu kwa takwimu. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji 12,318. Daktari Samia Suluhu Hassan kwa muda mfupi ameshafika vijiji 10,500, amebakisha vijiji 1,500. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amebakisha vijiji 1,500. Ametuambia wizara ya maji wakati 2030 na kwenda kupumzika kule Kizimkazi, anataka kuweka rekodi vijiji vyote vya Tanzania, ukiachana na asilimia, anakwenda kuvimiminia maji. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, Wasukuma wanasema action speak louder than words. Matendo yanaongea kuliko maneno.
rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa vitendo, tumpigie makofi mengi sana. Ametununulia magari katika vijiji vyote kwa maana ya mikoa. Kila mkoa una mtambo wake wa uchimbaji visima. Anatambua yapo maeneo ukichimba visima hupati maji. Ametununulia magari ya uchimbaji wa mabwawa. Anataka maji yasipotee. Maji badala ya kuleta maafa yawe fursa kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, tumeshafanya hiyo kazi. Tumeanza programu ya uchimbaji wa visima, programu ya visima 900. Nataka nikuhakikishie hii kazi tunaiweza. Kazi ya kuhakikisha vijiji vyote vinapata huduma ya maji safi na salama tunakwenda kuimaliza mara moja. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa mjini umetueleza Wizara ya Maji watu wapate maji kwa 95% 2025 Desemba. Mpaka hivi ninavyozungumza leo Juni tumeshafika 91.6. Mheshimiwa Rais, tuna miradi inaendelea mijini na vijijini zaidi ya 1000. Kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka 95%, na kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka 85%. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo Mheshimiwa Rais, katika siku za maisha yangu nilizofurahi ni leo, kwa sababu umekwenda kuikamilisha ajenda ya Ziwa Victoria. Ajenda ya wabunge wa mkoa wa kanda ya Ziwa. Ajenda yao kubwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa maji ya Ziwa Victoria yatumike kutatua matatizo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, ukenda Kagera wana Ziwa Victoria lakini hawana maji. Mheshimiwa Rais, umetoa zaidi ya bilioni 33. Leo watu wa Bukoba wanapata maji ya Ziwa Victoria. Ukenda mkoa wa Mara walikuwa wanateseka, ziwa wanaliona hawana maji. Mheshimiwa Rais, umetoa bilioni 44, wana Mara kwa maana ya Musoma wanapata huduma ya maji safi na salama kutumia maji ya Ziwa Victoria. Ukaenda mbali, maji ya Ziwa Victoria yafike kwa baba wa taifa. Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni 70 tumewekeza pale, mradi umekamilika. Leo watu wa Butiama, Mugango, Kiabakari wanapata maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, kesho tunakwenda Mwanza. Walikuwa wanatumia chanzo kimoja tu cha Capri Point ambacho kilikuwa kinazalisha lita milioni 90. Watu wameongezeka. Kesho unaenda kuzindua mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 70. Lakini ukenda Geita Mheshimiwa Rais, maeneo ambayo wana maji ya Ziwa Victoria hawatumii, umetupatia bilioni 128. Mradi upo katika hatua nzuri. Wana Geita pamoja na Chato wanakwenda kupata maji wa Ziwa Victoria. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwisho, nataka niwaambie ndugu zangu wana Simiyu, nataka niwaache kwa kitu ambacho cha kisa cha Yohana. Yohana, Mheshimiwa Rais aliwatuma wafuasi wake waende wakamtizamie Masihi, ndiye au wamtumainie mwingine. Mheshimiwa Rais, wafuasi wale wa Yohana wakati wakiwa njiani, wengine walikuwa vipofu, wengine walikuwa viziwi, wengine walikuwa viwete, wengine walikuwa na ukoma. Walipofika kwa Masihi, Mheshimiwa Rais, wale wafuasi walipona. Mheshimiwa Rais, wafuasi wakati wanamrejea Yohana wakamwambia, sisi hakuna wa kumtumainia, sisi wa kumtumainia ni yeye. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ndugu zangu wana Simiyu, wakati anapopewa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wana Simiyu na Watanzania walikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Wana Simiyu na Watanzania walikuwa na changamoto kubwa sana ya afya. Wana Simiyu na Watanzania walikuwa na tatizo sana la umeme. Wana Simiyu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya kilimo cha umwagiliaji. Wana Simiyu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya SGR. Wana Simiyu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Daktari Samia Suluhu Hassan, Watanzania na wana Simiyu hawana matumaini mwingine. Matumaini yetu ni wewe Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
Hatuna matumaini mengine. Wana CCM hawana matumaini mengine. Matumaini yetu ni wewe. Mheshimiwa Rais, kazi ambayo umeifanya ni kubwa, kazi ambayo inaonekana kwa macho, waheshimiwa wabunge wanajua. Leo kazi hii umeifanya katika maeneo yote ya Tanzania. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, mimi sina maneno mengi sana, nikukaribisha wananchi wa Busega, wananchi hawa wa Simiyu, lakini pamoja na hayo, kwa hili ambalo wanalifanya na huu mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 440, Mheshimiwa Rais, sisi tumekuandalia tuzo ya kuhakikisha ambapo unapokuwa ofisini unaona kazi kubwa na nzuri ambayo umeweza kuifanya katika eneo hili la Simiyu na wananchi wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais.